tuendelee kujifunza neno lako. Baba, tunashukuru jina lako hata kwa ajili ya endelea kufungua watu wako kwa kuwaponya Baba na kuondoa vifungo vyote. Tunapoendelea Baba wa rehema, wanayetufuatilia wakiwa Ufaransa, Marekani na sehemu yote Baba wa rehema, wote hao Baba, neno liwaguse, liwaumbe tena upya, liwakuishe Baba mwenza wa yote, hata wale walioketi katika eneo hili. Neno liguse maisha yao Baba, ikiondoa mabaya yote. Ninashukuru jina lako, maana nami utanitumia kama chombo chako, wala tutasema yaliyo kwangu, bali utasema yaliyo kwako Baba wa rehema. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Jana tulipitia sura ya 5 na bila shaka tukaona Elisha akaendelea kutenda miujiza, na hatimaye tulifikia miujiza ya ngapi jana? Tulienda mpaka miujiza ya 9 ya nani? Ya Elisha. So hebu tuendelee, lakini uandike, maana neno maradufu kuna wakati mwingine imejificha sana. Kama kuna kitu ambacho kimenisumbua sana kupata, ni miujiza aliyefanya Elisha, ili nione kweli kama alipata mgao mara ngapi? Maradufu. Kama maradufu, basi inatakiwa kama Elia alitenda miujiza 5, inatakiwa Elisha awe ametenda 10. Lakini tulifanya hesabu tukagundua Elia alifanya miujiza 7. Tunatakiwa tuone miujiza ikiwezekana ngapi? Leo tunaweza tukaona miujiza yote 14, ikawa imebaki sasa ni ile miujiza ambayo ilikuja kutokea baada ya kifo cha Elisha, mifupa yake ilivyomgusa mtu na mtu huyo akafufuka. Lakini hiyo itakuwa ni miujiza baada ya uhai wa Elisha. Sasa sura ya 6, matendo makuu ya Mungu kupitia kwa Elisha. Matendo makuu ya Mungu kupitia kwa Elisha. Bila shaka matendo makuu hayo yaligusa maisha ya jamii na maisha ya taifa. Sio taifa tu, taifa la Elisha, lakini hata taifa za majirani pia huduma ya Elisha iligusa. Na hiyo ilikuwa ni kivuli cha sisi, huduma yetu sisi wana wa Injili takiwa kugusa mataifa yote. Dondoo ya kwanza ni chuma cha shoka cha Elea. Chuma cha shoka cha Elea, hiyo ni dondoo ya kwanza. Chuma cha shoka cha Elea, hiyo ni mstari wa 1 mpaka wa 9. Na dondoo ya pili ni Elisha na Washam. Elisha na Washam, hiyo ni mstari wa 8 mpaka 23. Na dondoo ya 3 ni Ben-Hadadi au ushuru Samaria. Ben-Hadadi au ushuru Samaria. Ben-Hadadi au ushuru Samaria, hiyo ni mstari wa 24 mpaka 29. Na dondoo ya 4 na ya mwisho ni Yoramu amlaumu Elisha. Yoramu amlaumu Elisha. Hebu tuende moja kwa moja, nisipoteze muda, maana tunataka tuende sura ya 6 na ya 7 zimeunganika. Hatutawacha sura ya 7, lazima tupitie maana ili tupate picha kamili. Hebu twende kwa jina la Yesu, kila mtu sasa twende kwenye Wafalme wa 2 na sura ya 6. Naomba usome kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, tutakuomba tutwae huko kila mtu mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jambo la kwanza ya kuwa Elisha alikuwa na ukaribu na wana wa manabii. Wana wa manabii walikaa katika chuo cha manabii.
tunaona ya kuwa hao wana wa manabii wanamwambia Elisha kuwa mahali ambapo wanakaa mbele ya Elisha ni sawasawa hivi. Unaona sasa hivi nyinyi mnaketi mbele yangu, ina maana ama jengo hilo ilikuwa ni labda ukumbi ama sehemu ya kujifunza ama sehemu ya kuomba. Unaona sasa mahali tunapoketi mbele yako ni padogo. Sasa kila mmoja na aende akakate mti ili tujenge. Hii inatupa picha ya kuwa watu hawa wana wa manabii waliishi maisha ya kawaida sana, hata jinsi ambayo wanaonyesha vifaa vya kutumia kwenye kujenga. Umeona sasa nini? Wala hawakutaka mti mgumu, walienda tu Yordani, kando ya mto Yordani, na kukata miti tu ya kawaida ili waende wakaijenge sehemu ambayo walikuwa mnaketi mbele ya Elisha. Lakini hebu pata picha ya kuwa hata uwezo wa kununua shoka tu walikuwa hawana, hata uwezo wa kumiliki shoka tu walikuwa hawana. Lakini kumbuka kipindi hicho hapakuwa na hiyo mashine ya kukata miti. Ina maana shoka ilikuwa ni kifaa muhimu sana, ndio maana wakayazima. Lakini cha ajabu sasa, katika kukata mti, kichwa cha shoka kikatoka katika mpini wake na kutumbukia ndani ya nini? Ndani ya maji. Na yule aliyekuwa ameenda kuyazima akalia kwa uchungu, maana wala hakuwa na uwezo wa kuinunua tena kulipa mwenyewe. Ndio maana alipolia, tayari Mungu alishafanya njia, na nabii ama mtu wa Bwana Elisha walikuwa wamemwomba akaenda pamoja na wao. Lakini Elisha akafanya nini? Elisha akachukua kijiti alafu akakitupa pale. Umeona unaposema habari za kijiti? Kijiti kinakatwa kutoka kwenye nini? Kutoka kwenye mti, si ndio? Lakini sasa kumbuka ya kuwa kila kitu nilikuambia kwenye Agano la Kale ilikuwa ni kivuli ama picha cha nani? Cha ukombozi pamoja na Yesu Kristo. Ukiangalia kijiti ama mti kwenye Agano Jipya, Yesu anasemaje? Unaposoma kwenye Yohana ile 15 kuanzia mstari wa kwanza, Yesu anasema yeye ni mzabibu na sisi ni nini? Ni matawi. Lakini pia Yesu ni nani? Yesu ni mti wa uzima. Lakini kumbuka ya kuwa kijiti kikatupwa mahali ambapo lile kichwa cha shoka lilipozama na ikaelea. Watakatifu wa Bwana, kuna jinsi ambayo chuma kinaweza kikaelea juu ya maji katika enzi zile, labda enzi hizi sasa hivi, lakini enzi zile isingewezekana. Lakini chuma kikaelea, na hatimaye hiyo inafanya miujiza ya 10 ya nani? Ya Elisha. Nilikwambia kwa nataka tuone ya kuwa je, roho ya Eliya ilikuwa juu ya Elisha maradufu? Kama ni maradufu, Eliya alifanya miujiza 7 tu. Je, Elisha alifanikiwa kufanya miujiza zaidi ya 14? Nataka tuone. Sasa hiyo inafanya miujiza ya 10 aliyefanya Elisha. Lakini inaonyesha kuwa Elisha alikuwa ni msaada katika wale wana wa manabii. Watakatifu wa Bwana, huduma inatakiwa isaidie jamii. Tunahitaji tuwafikie watu katika matendo tunayetenda kupitia karama ambazo Mungu ameziweka ndani yetu. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kama ni kusoma Biblia vizuri na kuweza kuelezea vizuri, unatakiwa ufaidishe nayo wengine. Kama ni kuwekea watu mikono wanapona, basi unatakiwa na wewe usaidie jamii. Umeona sasa, magonjwa mengi hayawezi kutibika hospitalini, kwa sababu sio magonjwa ya kutibika hospitalini, ni magonjwa ya mauzauza yaliyotoka kwenye ufalme wa giza. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona miujiza ya 10. Shoka chuma cha shoka kinaelea juu, lakini baada ya Elisha kuchukua kijiti na kutumbukiza katika eneo lile. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mti ule kijiti hicho pia kiliwakilisha msalaba, kama unavyojua msalaba wa Yesu. Katika msalaba wa Yesu ukombozi na suluhisho ya kila tatizo limefanya nini? Limepatikana. Tuende. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema
Akasemaje? Kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli akasema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kudhaharishwa akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukamfadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno yanenao katika chumba chako cha kulala. Akasema, nendeni mkamwangalie alipo. Unaona sasa, Washamu nilikwambia jana ya kuwa Bwana aliwapa nguvu ili Bwana awatumie kama fimbo ya kuchapa taifa la kaskazini. Ni jinsi tutakavyokwenda kule, tutaona kule mbele Mungu atakavyotumia taifa la Ashuru kuchapa taifa ama kuhukumu taifa la kaskazini, lakini Mungu pia atakuja kutumia alikuja kutumia taifa la Babeli pia kuja kuadhibu taifa la kusini. Sasa kinachofanyika, taifa la Sham inakuwa na nguvu, maana katika taifa la Sham hapo bado hajatokea yule mfalme Hazaeli aliyetakiwa kutumika kuangamiza ubali uliokuwepo kwenye nyumba ya Ahabu. Lakini kumbuka ya kuwa mfalme anayepata baada huyu mfalme huyu aliyopo sasa hivi hapo, huyo ni mfalme Ben-Hadadi wa pili. Lakini sasa huyu mfalme kila alipotuma watu wake waende waweke mtego mahali, tayari alikuta ya kuwa taarifa hizo zimeshafahamika. Lakini ona jinsi Mungu anaonyesha yeye ni pendo. Nyumba ya Ahabu wanaendelea kutumainia Baali, lakini bado Mungu jinsi alivyomtafuta Ahabu, anaendelea kumtafuta mtoto wa Ahabu, Yoram. Umeona ya kuwa kupitia nabii wake Elisha analeta ushirikiano kwake mfalme kama njia ya kuweza kumvuta mfalme na kumrudisha kwa Mungu. Lakini kumbuka ya kuwa bado mfalme huyo alishupaza shingo na hatimaye atauawa na Yehu. Umeona, Elisha akaleta msaada. Maana hebu pata picha, sio tu kumbe watumishi wa Mungu wanatakiwa kuleta habari tu ya ulimwengu wa kiroho, kumbe ulimwengu wa kawaida pia tunaweza tukasimama tukatoa hata ushauri mzuri. Umeona, Elisha akawa anatuma taarifa na mfalme yule wa Israeli ambayo ni Yoram, akawa anaitumia vizuri na akiwa anaokoa maisha yake. Lakini hebu pata picha ya kuwa Elisha alijishusha na akaamua kumfuata mfalme ili mfalme aweze kubadilika. Lakini nasema kwa takatifu wa Bwana, neema ya Mungu ipo kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Ndio maana mtu hata akifanya dhambi namna gani, Mungu yuko tayari, matokeo kubaki pale pale, adhabu, lakini Mungu anakuwa tayari kumsamehe mtu. Ndio maana hata Ahabu alivyojidhili mbele za Bwana na akavaa magunia, akararua na vazi lake, jambo lile lilimgusa Mungu sana. Ndio maana mwenye dhambi mmoja tu, muuaji mmoja tu, anayetaja jina la Bwana na kumrudia, Bwana moja kwa moja anageuka na kumtazama yeye. Ndio maana watakatifu wa Bwana, tuombe kwa ajili ya watu hao ili asipotee hata mmoja. Maana wewe ndio Elisha wa sasa, mimi ndio Elisha wa sasa, anayetakiwa kufikia watu kupitia kile karama kilichowekwa ndani yangu ama ndani yako, na ni nyepesi sana kuwafikia watu. Mimi naona sasa hivi nani atakaye kosa kuja agizo kuu? Wanakuja. Kuna matatizo ambayo yanashindikana inafika sasa. Lakini hii inaonyesha kuwa kuna kitu Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana hebu tukazane, tujue neno la Mungu na tuanze kufanya kwa mazoezi. Hebu tuende. Mimi roho ya Elisha bila shaka inatakiwa ivae watu wakafanye kazi ya Mungu. Maana Elisha alitembea kwenye miujiza, aligusa taifa lake la Israeli, lakini aligusa na mataifa yaliyozunguka taifa la Israeli. Akasema, nendeni mkamwangalia aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Huyu mfalme Ben-Hadadi alidhani ya kuwa nabii wa Bwana utamkamata kama kuku tu, naye mkamata manzese pale. Halidanganyika, si ndio? Mtu wa Mungu anayekaa kwenye mapenzi ya Mungu, ukiamua kwenda kumkamata umekwisha.
Lakini tunaona Elisha akuwa kama Eliya bila shaka angeshusha moto, ingeteketeza wale wote waliokuwa wamefanya nini, wamemzunguka. Kama angemzunguka kama walivyomzunguka Elisha, angeshusha moto. Lakini Elisha akaomba ili wapigwe upofu. Baada ya kupigwa upofu, akawaendea akasema, mnamtafuta nani? Elisha sema, twendeni tunapeleke aliko Elisha. Akawaongoza mpaka Samaria. Walipoingia ndani ya Samaria, akasema, Baba, fungua macho yao. Macho alipofungua akakuta Bwana wako Samaria. Yoramu anasema, baba yangu ni waangamize. Akasema, Bwana aliyeweka mkononi mwako wape chakula. Watakatifu wa Bwana, kuna nguvu kwenye kusaidia adui wako wewe. Walikula wakashiba, wakafanywa sherehe, wakijua Bwana, tukishakula tukishiba hapa ndio tunakwenda kunigwa. Walipokula wakashiba, wakaambia Bwana, basi nendeni msalimieni huyo Benadadi, mwambieni tunawasalimia. Hawakuamini, wanatembea wanaangeuka nyuma, wanatembea napigwa huko nini. Wakaenda vizuri, akafika, na kwa kipindi kirefu hawakutumwa tena wachokozi kwenda Israeli tena. Hiyo ndio nguvu iliyopo kwenye nini? Nguvu iliyopo kwenye wokovu. Ile ilikuwa ni kivuli tu, lakini Yesu anasema hivi, wapendeni maadui zenyu na kuwaombea mema wanayefanya nini. Lakini pia ukisoma kwenye Methali nasema ya kuwa anayelipa mabaya kwa mabaya, mabaya afanye nini? Yaondoke nyumbani mwake. Ina maana msingi wa Mungu ni sisi kupenda maadui zetu. Nani anayependa adui wake? Niona ukipunga hivi ukisema haleluya. Wewe wewe. Elisha alitoa kivuli cha mafundisho ya Yesu. Elisha akwenda kama baba yake wa kiroho Eliya, yeye akaomba. Watakatifu wa Bwana, mbona Elisha alisema uongo? Kuna dhambi isiyokuwa ya nini? Ya mauti. Yesu, wivu wa nyumba ya baba yake ilimla, akafanya nini? Akamwaga vitu vya watu. Alikasirika kwa sababu ya nyumba ya nani? Ya baba yake. Wamefanya kuwa pango la wanyang'anyi, akatengeneza kikota kawalamba watu. Ile ilikuwa ni dhambi isiyo ya nini? Isiyo ya mauti. Umeona? Kwa lugha nyingine, Elisha alifanya uongo mtakatifu, maana hakufanya kwa nia mbaya. Hakufanya ili awaangamize watu wale, maana tayari walikuwa vipofu. Hata yeye mwenyewe angechukua upanga na kuangamiza, lakini akawaongoza, hatimaye akamsawishi mfalme wa Israeli ya kuwa wapewe machopochopocho, wakatupia. Watakatifu wa Bwana sema hivi, unapomuona mwanadamu ya aina yote unayekutana naye, hebu mthamini. Ukimwona mwanadamu, hebu mtazame kwa jicho la tofauti. Usimuone yeye, umuone kama mfano wa nani? Mfano wa Mungu. Na muone kama ndugu yako, mtoto wa baba yako na mama yako huyo. Mkirudi nyuma, je, hamu watoto wa Nuhu na mke wake? Hakurudi nyinyi si watoto wa Lameki? Hebu kuna wengine hapa wajui kama wewe ni watoto wa Lameki. Kuna wengine hapa wajui kama ni watoto. Wewe hujui kama wewe ni mtoto wa Enoko wewe. Mimi baba yangu Enoko hakuonja mauti wewe. Wewe ulikuwa unajua zamani kama ulikuwa mtoto wa Enoko? Enoko alimzaa nani? Sio Methusela. Je, Methusela hakumzaa Nuhu? Nuhu hakumzaa Hamu? Wewe sio mtoto wa Hamu. Mimi sio mtoto wa Kaini. Wewe je? Hebu twende. Wengine wananishangaa. Usinishangae. Biblia ni tamu sana ukijua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko dosani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari, jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote. Wakafika usiku, alafu akaizingira mji. Elisha yuko anachapa usingizi. Mara nyingi umekuwa ukilala usiku, lakini maadui zako wakiwa wengi kuliko nywele ya kichwa chako, wamekuwa kizagaa nje wakitafuta wewe. Lakini watakatifu wa Bwana, wengi wameshindwa kukuona wewe. Wengi kwenye ulimwengu wa kiroho Mungu amewapiga upofu.
ungefunguliwa ukaona wale wanayekutafuta tu, ambao wanakutafuta tu, wanataja kabisa kwa amepita hapa huyu Joshua Kikomba, mmemwona? Hatukamwona. Yani ungeona tu, ungesema, ungeinua mkono, ungesema haleluya. Wanayekutafuta ni wengi, lakini wamepigwa pofu. Nami nawapigwa pofu asikuone kwa jina la Yesu. Amen. Kila mtu atakayeinuka juu kinyume nawe, akianza safari yake akuja kukutafuta wewe, awe kipofu asikuone kwa jina la Yesu. Amen. Anapogeuka anaacha kukufuata wewe, kukutafuta wewe, anapoenda kwenye njia zake, macho yake na yafunguke kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio upande wao pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtumishi wake sio Gehazi. Huyu mtumishi wake anaonekana bado ni mgeni, ndio maana hata imani yake bado hakuwa anajua mambo mengi kuhusu Elisha. Ndio maana umeona alipotoka nje akaona wamezungukwa na farasi na majeshi kutoka kule Sham, akairudi na kumwambia Elisha kuwa wamekwisha, maana wamezingirwa. Lakini kwa nini majeshi wa moto na farasi wa moto? Tuliona moja kwa moja kuwa Eliya alichukuliwa na farasi wa moto na gari ya moto. So moto ule unawakilisha nini? Inawakilisha uungu. So kumbuka ya kuwa kuna ulinzi wa kimungu inayekulinda wewe, lakini kwenye ulimwengu usiyeweza kuona. Watakatifu wa Bwana tunatafutwa sana tu. Kama isingekuwa ni wale farasi wa moto wanatuzingira, tungeshamezwa. Mungu afungue macho yako waone wale wanayekulinda jinsi walivyo wengi kwa jina la Yesu. Amen. Na wakulinde vyema, pasiwe na mashambulizi ya aina yoyote kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida kwa jina la Yesu. Amen. Na walipomteremkia Elisha akamwomba Bwana akasema, uwapige na kusihi watu hawa kwa upofu. Akawapiga kwa upofu sawa sawa na neno la Elisha. Hebu nikuulize, hiyo miujiza sio miujiza? Ya 10 na ngapi? Ya 11. Kupigwa upofu kwa wale majeshi ya Sham, hiyo ni miujiza ya 11 aliyefanya mtu wa Mungu ama Elisha mwana wa Shafati. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Elisha akawaambia, njia hii sio na mji huu sio, nifuateni mimi nami nitawapeleka kwa mtu yule mnayemtafuta. Lakini ndio yeye, lakini wameshapigwa upofu. Sio hawakuwa wachache kupata picha kwa yani wanajeshi walizingira nini? Mji, yani mji kila mtu amezingira, wamesimama. Kama huu ndio mji kila mtu amesimama amezingira, walikuwa wengi. Lakini nyuma yao akafunguliwa macho ya rohoni ya mtumishi wa Elisha, akaona nyuma yao pia kuna jeshi lingine yenye farasi wa moto na magari ya nini? Ya moto imezunguka. Ina maana anayekuzunguka amezungukwa. Sema, anayenizunguka amezungukwa na yeye. Anayenizunguka amezungukwa na yeye. Mimi na yeye tumezungukwa. Mimi na yeye tumezungukwa. Umeona sasa? Anayekuzunguka hajui kama na yeye, maana amekukaribia na yeye kazingirwa. Wamemzunguka na yeye. Nasema hivi, usiogope, maana Bwana yu pamoja nawe. Usifadhaike, maana yeye ni Bwana Mungu wako. Naam, atakusaidia, atakuinua juu, atakushika kwa mikono yako wa kiume wa haki yake, asema Bwana wa majeshi. Amen. Hebu twende. Akawapeleka Samaria. Hata walipokwisha kuingia Samaria, Elisha akasema, Bwana, wafungue macho watu hawa wapate kuona. Miujiza ya ngapi hiyo? Miujiza ya ngapi hiyo? Ya 11 ilikuwa ni kuu wawe vipofu, alafu sasa kufungua macho
ni miujiza ya 12 aliyetenda Elisha. Akaomba, macho yao yalivyofunguliwa wakajikuta wako katikati ya Samaria. Kuna wakati Mungu amekupeleka kwenye kambi ya madui. Unapojikuta umekuwa kwenye kambi ya madui, sio hofu. Jua kabisa kuwa wewe na madui zako umefanywaje? Mezingirwa na wale walinzi wako wenye farasi wa moto na magari ya nini? Ya moto. Bwana akawafumbua macho, wakaona kumbe walikuwa katikati ya Samaria. Naye mfalme wa Israeli alipowaona akamwambia Elisha, baba yangu, niwapige? Akajibu, usiwapige. Je, ungetaka kuwapiga watu ambao umewatoa mateka kwa upanga wako na uta wako? Weka chakula na maji mbele yao, wapate kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Basi akawaandalia chakula tele, nao walipokwisha kula na kunywa akawaacha wakaenda zao kwa bwana wao. Umeona, wakala na kunywa, alafu ndio akaambiwa chapeni lapa. Sasa wanaondoka, lakini wanahisi kama wanauawa kule njiani. Wanatembea waamini, walipofika wala hawakusema. Hata kama ingekuwa wamekubali kurudi kule, hata kama watumwa, huwezi kurudi. Na hii ndio siri kubwa. Siku utakapokwenda kumsalimia adui wako na ukamsaidia, hata kama anafanya mabaya, na kuambia mabaya hayawezi kukupata. Shida ni unapotenda mabaya na wewe. Yeye anakuambia ufe, anapiga dua zake ufe, na wewe ukiwa huku ufe. Hapo lugha gongana. Anakupataje? Ndio maana watakatifu watu wapende madui zetu. Niwe nasema, mchungaji, kuanzia leo nitawasaidia madui zangu, sio kwa penda tu. Wanunulie sukari wanywe chai bwana. Wanunulie maziwa wanywe chai ya maziwa. Amina. Amen. Hebu tuende. Na vikosi vya Shamu havikuja tena katika nchi ya Israeli. Umeona jinsi Elisha alivyomaliza tatizo hilo kwa kipindi hicho kifupi. Yaani alichokifanya ile ilikuwa imekomesha maana. Yule mfalme alijiona kwanza. Utajiona kama wewe yaani unahangaika na mtu hangaika, unajiona kama wewe mjinga hivi. Yaani unamtafuta kila alafu na yeye anakuja kabisa nyumbani kwako na msala. Bwana, salama bwana, nimekuja bwana. Wamekuja hapo, umebeba nini? Umefanya shopping. Hata yeye mwenyewe atapigwa na kihoro. Nini? Jinsi unapohandle madui zako vizuri, ndivyo jinsi unapoidhofisha nguvu yao iliyopo kinyume na wewe. Hiyo ndio siri yako. Na hiyo ndio siri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aliwaombea mpaka wale waliyemsulubisha. Anawaombea kwa Bwana, wasamehe. Piga magoti, alafu usimfieke mchawi. Uombe mema kwa ajili ya mchawi, uone kama mchawi huo atafanya mchawi tena. Hebu tuenende kiinjili. Ikawa baada ya hayo, Beni-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akausuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria. Usuru maana yake akapanga majeshi wamezunguka Samaria. Ina maana wamekata mawasiliano ya ndani na nje. Kama palikuwa na mikate iliyokuwa inatoka nje ikiingia Samaria, hakuna kinachotoka, hakuna kinachoingia. Akasema sina yeye watu wako wanaletewa chakula, lakini humo ndani mnakula kilichokuwepo. Wakala mpaka kila kitu kikaisha. Wakaingia kula mpaka na watoto, kama Torati ilivyosema. Mimi napenda Torati kwa sababu kila kitu kinachoendelea, ina maana mabaya yaliyotokea ilikuwa ilishatangazwa mapema kwenye Torati. Ben-Hadadi usuru mji wa Samaria. Hakuna kutoa hata pua nje. Wanaraka wanasema bwana wafe tuko wenyewe. Watu wakafa kweli kweli. Elisha naye yumo ndani. Elisha. Na mtu wa Mungu kanaswa huko. Lakini Elisha alikuwepo, lakini akijua kabisa kuwa Mungu atajitwalia utukufu.
Ndio maana akamwambia mfalme yule ya kuwa Bwana atatenda. Utaona mfalme akisema kuwa siko tayari kuendelea kumsubiri tena Mungu. Hebu twende. Njaa ikawa kuu huko Samaria, na tazama wakaunusuru. Hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 za fedha. Kichwa cha punda kwanza alikuwa ni najisi, hakutakiwa kuliwa na Waisraeli. Kichwa cha punda tu 80. Utaivunjaje kichwa ile? Lakini kuna wataalamu wa kwetu kule, kichwa cha mbuzi tunajua kuitengenezaje, si ndio? Iko vizuri. So kichwa cha punda mwenyewe halikuwa liwi, maana ni katika wanyama ambayo hawakuruhusiwa kuliwa. Ukisoma kwenye Walawi sura ya 11 utaona hiyo. Hebu twende. Na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5. Kuna wengine wanasema kabisa eti kibaba cha mavi ya njiwa, eti mavi ya njiwa ilikuwa ni aina ya mimea. Hapana. Agano la Kale wala vitu vingi vilikuwa vinafanywa kama ilivyo. Watu walikuwa wanafuga njiwa mle ndani. Njiwa si wanaruka wanakwenda nje kule wanakula. Wakija sio kwenye ndani yao. Watakatifu wa Bwana kama watu walikula watoto, hata mavi ya njiwa ililiwa. Lakini watu wamewahi kuishi maisha magumu hapa duniani kwa sababu ya njaa. Ni njaa ya aina gani itakayofikia ile njaa ya mtu kula mtoto wake? Ndio maana hakuna jambo jipya unayoiona ambayo haijawahi kutokea duniani. Ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamuita akasema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, Bwana asipokusaidia nikusaidieje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Bila shaka mfalme aliona kama anataka kusumbuliwa, maana alidhani yule mwanamke anataka kumwambia ya kwa mfalme, angalau nisaidie na kitu cha kuweza kula. Lakini mfalme huyo Yoram akasema ya kuwa hana cha kumsaidia. Ni kweli alikuwa hana cha kumsaidia, lakini alikuwepo mtu wa Mungu ambaye alikuwa na cha kuweza kumsaidia. Maana Yoram huyo ndio aliyeona maandaki yakifanya nini? Yakijazwa na maji pasipo mvua kunyesha. So nini kilichoshindikana? Lakini kuna wakati mwingine watakatifu wa Bwana tunaye Mungu wa kweli, lakini hatumuelewi. Elisha yupo. Mfalme akamwambia, una nini? Akajibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumle leo, na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia, siku ya pili mtoe mtoto wako tumle, naye akamficha mtoto wake. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno huyo mwanamke aliyararua mavazi yake, naye alikuwa akipita juu ya ukuta. Na watu wakaona, na tazama, alikuwa amevaa magunia ndani ya mwili wake. Amevaa magunia, sio nje, kavaa ndani, alafu kavaa mavazi yake nje. Hiyo ni kuomboleza kimya cha unafiki. Ilitakiwa vae magunia nje ili iwe toba ya kweli, maana ishara ya kuvaa magunia ilikuwa ni ishara ya maombolezo. Lakini yeye kavaa ndani, alafu nje kavaa mavazi yake. Ndipo akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, ikimbakia kichwa Elisha mwana wa Shafati juu yake leo. Lakini Elisha alikuwa akikaa nyumbani mwake, na wazee wakikaa pamoja naye, na mfalme akatuma mtu wa mbele yake. Lakini hata kabla ya kufika kwake yule aliyetumwa, akamwambia wazee, je, waona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyotuma aniondolee kichwa changu? Angalieni, huyo aliyetumwa akifika, fungeni mlango, mkazuie mlangoni. Je, sauti ya miguu ya bwana wake haiko nyuma yake? Hata alipokuwa katika kusema nao, tazama, yule aliyetumwa akamfikia, naye akasema, angalia, mabaya haya yatoka kwa Bwana. Kwa nini ngojea Bwana tena? Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, hatimaye mfalme anafanya nini? Mfalme anachukua hatua zinazostahili. Hatua gani zinazostahili? Tuliona baba yake huyu Yoram, Ahabu, wakati wa njaa aliamua kufanya nini? Aliamua kumtafuta Eliya. Na alipopatikana Eliya, suluhisho ilifanya nini? Ilipatikana ya njaa iliyokuwepo kipindi kile
cha Eliya kufunga mvua isinyeshe miaka 3.5. Lakini sasa Yoramu sasa anaamua sasa ya kuwa kama hataondoka na kichwa cha Elisha na Mungu amfanyie hivyo. Umeona sasa nini maana? Suluhisho alikuwa nayo nani? Elisha. Lakini anapotuma watu anakuwa nyuma yao. Elisha anawaambia kuwa hebu angalieni huyu muuaji. Alipotuma watu waje wakate shingo yake, lakini anasema fungeni mlango. Walifunga mlango, lakini kama Elisha alivyoonyesha kuwa miguu yake iko nyuma, ni kweli baadaye akaja akagonga mwenyewe na sauti yake kasikika. Elisha akamfungua mlango. Elisha sasa akawa amemtabiria ya kuwa ndani ya masaa 24 chakula kitakuwepo Samaria, na sio eti tauzwa shekeli ngapi, moja tu kwa unga iliye safi, kipimo cha unga iliye safi. Mtu ambaye alikuwa ni akida msimamizi, tutaona ya kuwa alipinga. Nasema hivyo watakatifu wa Bwana, ukiona mabaya yanatokea, jua Mungu anataka kujitwaulia utukufu kwa wakati mwingine. Ile njaa, bila shaka Mungu anataka kujitwaulia utukufu. Mfalme amemwendea Elisha. Lakini watakatifu wa Bwana, tunahitaji kumwendea Bwana kila wakati. Tusisubiri mpaka mambo yakae vibaya. Kila wakati tumwendee Bwana. Kila wakati tumwendee Bwana. Tunapomwendea Bwana, Bwana ataweka kila kitu sawa. Lakini iwe mapema, usichelewe. Hebu twende sura ya 7, alafu nitakwambia mambo machache. Unabii wa Elisha. Hiyo ni sura ya 7, unabii wa Elisha. Dondoo ya kwanza ni Elisha atoa unabii. Elisha atoa unabii, hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa pili. Elisha atoa unabii, mstari wa kwanza mpaka wa pili. Na dondoo ya pili ni wenye ukoma wa 4. Wenye ukoma wa 4 ni mstari wa 3 mpaka wa 5. Wenye ukoma wa 4, mstari wa 3 mpaka wa 5. Dondoo ya 3, Washamu watishiwa na vishindo vya farasi. Washamu watishiwa na vishindo vya farasi. Washamu watishiwa na vishindo vya farasi. Hiyo ni mstari wa 6 mpaka 15. Na dondoo ya 4 na ya mwisho ni kutimia kwa unabii wa Elisha. Kutimia kwa unabii wa Elisha. Hiyo ni mstari wa 16 mpaka 20. Kutimia kwa unabii wa Elisha. Hebu tuende, alafu baadaye ndio sasa ni kuonyeshe mambo machache. Tuende, maana sura hiyo imeunganika. Pale ambapo sura ya 6 imeishia, sura ya 7 inaunganika pale pale. Hebu tuende. Elisha akasema, nisikieni neno la Bwana. Tayari anatamka sasa unabii ambayo tumeshaona. Miujiza ya ngapi tuliyeona? 10 na ngapi? Miujiza ya 10 ilikuwa ni nini? Hebu nitajie usinisi. Tulianzia miujiza ya 10. Miujiza ya 10 tulisemaje? Tupa kijiti majini, hiyo ilikuwa ni miujiza wa ngapi? Miujiza ya 11. Wapiga upofu 11. 12, Elisha afungua macho yao. Twende. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, mlangoni kwa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Bila shaka watakatifu wa Bwana, tayari Elisha anatangaza mambo mangapi hapo kwa pamoja? Anatangaza ya kuwa kesho muda kama wewe, na maana ndani ya masaa 24 chakula kitakuwepo Samaria. Kwa nini?
ya kutosha, lakini anamtangazia yule bwana kuwa yeye atafanya nini? Ataona, lakini atafanya nini? Ataonja. Kuna mambo mawili hapo inayokwenda kuleta miujiza mingapi? Hebu twende. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Wenye ukoma, ukisoma kwenye Walawi 13:45-46 utaona ya kuwa watu wenye ukoma hawakutakiwa kujichanganya katikati ya watu, walitakiwa watengwe kabisa, walitakiwa watolewe nje ya marago ama nje ya mji. Ndio maana unaona hawa mji ule ulikuwa umefungwa, hakuna mawasiliano nje na ndani, lakini wao walikuwa nje ya mji wamekaa. Washamu nao walikuwa naogopa, hawana kitu na wenye ukoma. So wenye ukoma walikuwa nje ya mji wao, lakini Mungu jinsi alivyotumia wenye ukoma, Mungu atakutumia wewe ambayo hukua na nafasi katika nchi. Wenye ukoma watakwenda kutangaza habari njema. Wenye ukoma walipata ukombozi kwanza, walikula na kushiba kwanza, walibeba vya kwao kwanza, walichukua vitu kwanza, ndio akasema, Bwana, jambo letu tunalofanya sio njema, hebu tupeleke habari njema. Hata walipokwenda kugonga mlango baada ya kufunguliwa, waliulizwa maswali mengi. Hata sisi tunapopeleka injili watakatifu wa Bwana, usitarajia kuwa tafunguliwa geti la Samaria hivi hivi, lazima iwe kwa mbinde. Hebu twende. Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humu. Wangeingia mjini kwanza, wangepigwa kwa maana mpaka kufa, maana hawakutakiwa kuingia ndani ya mji, walitengwa wao. Nitakuonyesha walitengwaje. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amesikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Ina maana hao waliposema tu, Bwana, hebu tuende Bwana, tusikae huku tutakufa hapa, hebu tuende kwa Shamu, kama tunakufa tufe. Walipoanza kutembea, eti tayari wale wa Shamu waliyezunguka, maana wa Shamu walikuwa na kila kitu, maana waliusuru mji sio muda mfupi, mpaka chakula kimeisha Samaria, watu wanakula mpaka watoto. So wao walikuwa wameletewa supply kila kitu, ni kana kwamba wameweka kambi nje, wamehamisha mji wao pale. Wakasikia vishindo vya magari na nini na farasi, wao wakaamua kila mtu atoke kivyake, kitu ambacho kingewapa nini, kingewapa shida kukimbia. Hata kama ni ngao wakaacha, ama ni vazi ama ni nini wakaacha, wakakimbia, wakaenda wakavuka mpaka mto Yordani. Lakini neno la nabii nani? Neno la nabii Elisha alianza tayari kufanya kazi, maana hiyo ilikuwa ni kuenda kutimia kwa jambo aliyesema ya kuwa ndani ya masaa 24 chakula litakiwa iwe kingi pale katika mji wa Samaria. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje kupigana nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha. Wanafika wanakuta bado chakula cha moto, unakuta bado iko kwenye moto. Maana unakuta bado kitu cha moto. Wakakaa kwanza, wakala, wakashiba, wakasema, Bwana tuchukue. Akachukua dhahabu nini, wakaenda wakaficha, wakarudi mara ya pili, mara tatu, wakasema, Bwana hebu jambo hili isije ikatutokea puani, tukajulishe na wenzetu. Wakaenda wakazificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakazificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema. Mbona leo siku ile ilikuwa siku ya nini? Habari njema. Na sisi tunanyamaza, kingoja hata utakapopambazuka, madhara yatatupata. Bila shaka mtu aliye na habari njema alafu ananyamaza naye, itakulipua
hayo niye nayo ni habari njema ya ufalme wa Mungu, yapeleke. Kila mwenye habari njema napeleke. Walikuwa na habari njema, wakasema tusinyamaze nayo mpaka asubuhi, isije ikatupata mabaya. Tuipeleke. Sema nitapeleka habari njema niliyekuwa nayo. Nitapeleka habari njema nilionayo. Uipeleke katika jina la Yesu na utaona matokeo yake ikiwa mazuri. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji. Wakawaambia, tulifika kituo cha Washami na tazama hapana mtu yeyote huko wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakawaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha nini walivyofanya. Mfalme mwoga huyo ameingiwa na hofu, anasema kwa wale wamewatega. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo watumishi wake akajibu akasema, kumradhi, baadhi ya watu na watwae farasi 5 katika hao waliosalia waliobaki ndani ya mji. Farasi walisalia wachache, maana hata farasi walikufa, maana chakula kikuwepo ya farasi. Saa nyingine farasi waligeuka kuwa ni kitoweo, si ndio? Kama punda ililiwa, kama watoto waliliwa, je, farasi walikuwaje waliwi? Hebu twende. Tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia. Tukawapeleke tukaone. Basi wakatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akatuma wafuata Washami akasema, enendeni mkaangalie. Wakafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyovitupa Washami wapate kukimbia upesi. Watu wale waliotumwa wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, sawasawa na neno la Bwana. Iliuzwaje kwa shekeli? Kwa sababu kila mtu katoka, so kila mtu kachukua vya kumtosha. Na maana waliyekuwa nauza wakichukua kwa ajili ya kuuza, unayo vya kutosha mpaka sasa. Nani anayenunua? Kila mtu anaye. So bidhaa inapokuwa zaidi sokoni, bei inakuwa nini? Bei inapungua. So kinachofanyika, unayepeleka kwenye pale kuuza Samaria, na kila mtu alishachukua matosheka. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu anafanya nini? Inawezekana. Yaliyoshindikana kwako sasa yawezekane katika jina la Yesu. Amen. Jinsi yaliyowezekana yale yaliyoshindikana Samaria, yawezekane kwako yaliyoshindikana kwa jina la Yesu. Amen. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake. Yule bwana aliyeambiwa kuwa ataonja. Tayari tumeona miujiza ya chakula kupatikana ndani ya masaa 24. Miujiza ya ngapi? 13 hiyo. 13 hiyo. 13 hiyo. Tuendelee. Awasimamie watu langoni. Na watu wakamkanyaga langoni akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomfikia. Bila shaka miujiza ya ngapi? 14. Na hakuna miujiza mingine aliyetenda Elisha akiwa hai. Miujiza itakayebaki ni iliyotokea baada ya kufa kwake, na mtu aliyekufa kwenda kuzikwa kwenye kaburi aliyezikwa, na mwili wa mtu yule ilipogusa tu mifupa yake, mtu huyo akafufuka. Lakini tunapata picha kuwa Elisha alipata mgao maradufu ya Eliya. Ndiyo maana tunaona ya kuwa Elisha alifanya miujiza mara 2 ya aliyefanya Eliya. Eliya alifanya miujiza 7, lakini Elisha tumeona ya kuwa miujiza yamefikia 14. Hiyo inaonyesha kuwa roho ile ilikuwa mara nini? Maradufu. Watakatifu wa Bwana ni kitu ambacho huwezi waza kwenye akili yako alafu fuatilia. Ukifuatilia, mimi nimefuatilia miaka mingi, nilishindwa. Lakini umeona saa ya Bwana imefika. Hapa tu tunaona miujiza 2 pale. Kifo cha yule bwana pamoja na chakula. Hebu malizia.
Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli, ndivyo vitakazokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni akafa. Watu wakamkanyaga langoni akafanya nini? Akafa. Hiyo ni miujiza ya 14. Ni kuonyeshe mambo machache. Elisha alisaidia taifa la Israeli na mfalme wake katika mambo ya mapigano, na hii inatupa picha ya kuwa hata sisi watakatifu tuliookoka tunatakiwa tuombe kwa ajili ya vita. Nani alikuwepo hapa tukiomba kwa ajili ya amani, tukiomba kwa ajili ya taifa la Marekani na Korea ya Kaskazini ili amani ipatikane? Nani alikuwepo tukiomba hapa? Nione aliyekuwepo tukiomba, nione uliyeshiriki kwenye maombi, maana tulitangaza hapa tukaa tunaomba. Wacha nikutangazia habari njema. Siku ya jana rais wa Marekani pamoja na rais wa Korea Kaskazini walishikana mikono na wakapatana na wakatangaza amani kuendelea kuwepo, na maana yule bwana amekubali kutoa ushirikiano na kuangamizwa habari za silaha za hatari alizokuwa anatengeneza. Nasema hivi, unaweza ukasema ya kuwa Mungu atendi, Mungu anatenda. Maana magazeti yalitangaza mabaya ya kuwa vita vya 3 vya dunia vinakwenda kutokea. Waliyetoa unabii walitoa unabii, lakini nasema hivi, jinsi Elisha alivyoleta amani katika taifa la Israeli, alivyokuwa ni suluhisho, sisi ni suluhisho ya dunia. Ndio maana sisi la kwetu ni kuomba. Tukishaomba tunamwachia anayetenda fanye nini? Atende. Walishabikia watu wengi mambo mengi sana juu ya vita vya 3 sijui nini, lakini tuliendelea kuomba kwa amani duniani. Maana kinachopingwa ni hii habari njema ya ufalme wa Mungu inayeinuka tena, injili ya kweli inayeanza kuinuka duniani tena. Hiyo ndiyo inayepingwa na shetani. Lakini nasema hivi, kama Marekani wamekaa meza moja na Korea Kaskazini, mimi nasema kuwa hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Mungu. Hebu tuweke mikono yetu pamoja kwa ajili ya Bwana. Tuendelee kuombea dunia. Amani inawezekana, na amani inapokuwepo hata injili inahubiriwa. Utaona kabisa mchungaji ama mtumishi wa Mungu anashabikia mabaya katika taifa. Unashindwa kuelewa mtu huyu anataka injili iende isiende. Dunia inavyokuwa na amani, nafasi ya neno la Mungu kupita inakuwa nzuri. Kuna mataifa ambayo huwezi kuhubiri injili, mkikusanyika tu hivi bomu limeshadondoka hapo. Lakini amani inavyokuwepo tunapata nafasi ya kuhubiri injili. Ndio maana ashukuriwe Mungu sana kwa ajili ya Kim pamoja na Trump. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa ajili yao. Tunaendelea kuombea wazidi kupatana, maana vichwa hivyo viwili ndio vilivyokuwa vichwa vigumu, si ndio? Vichwa tata duniani hivyo viwili, kabwana mdogo na kababu, si ndio? Kana miaka 30 na kabwana kale ukimwona kamenyoa denge. Alafu kavaa suaru kama bell bottom, kama bagi. Alafu kafupi kamejazia. Lakini tunamshukuru Mungu ya kuwa jana wamekaa wameongea na amani ipo. Tunataka tuhubiri injili ya kweli Marekani, tuhubiri injili ya kweli huko Korea Kaskazini. Watakatifu Bwana nasema hivi, shetani hapendi. Huko Korea ndio kuna kanisa kubwa kuliko makanisa